Kisa cha Mwanamalundi. Jina langu mimi ni Paul Kanuti. Siku moja nikiwa kwenye daladala nilimsikia mzee mmoja akisema kadri siku zinavyokwenda historia ya mashujaa waliokuwa kutokea Afrika na Tanzania kwa ujumla zinazidi kufutika au kupotea kabisa. Basi nikaona si vibaya nikusogezee kisa cha Mwanamalundi, shujaa ambaye alipendwa zaidi kanda ya Ziwa, hasa Mwanza. Mwanamalundi alizaliwa katika njia ambayo iliweza kuwashangaza wengi, hasa kipindi hicho waliokuwa hai. Kulikuwa na giza nene juu ya anga la Mwanza, usiku ule wa radi na ngulumo. Upepo ulivuma kwa nguvu ukizungusha vumbi juu ya milima, kana kwamba dunia ilijua kuwa mtu wa ajabu alikuwa amezaliwa. Wazee wa kijiji cha Kasamwa walisimama kimya nje ya nyumba ya mama mjamzito wakisubiri kilio cha mtoto huyo. Lakini mtoto alipokuja duniani hapakuwa na kilio. Badala yake upepo ulizidi kuvuma na mvua kubwa ilianza kunyesha ghafla. Ingawa muda huo haukuwa ni msimu wa mvua, mama yake alipomtazama alishtuka. Mtoto wake mdogo alikuwa ameshikilia udongo mweusi mkononi mwake, kitu ambacho hakikuwahi kutokea kwa mtoto yoyote. Mzee mmoja wa kijiji alimtazama mtoto yule kwa macho ya mshangao na hofu, kisha akashusha pumzi ndefu na kusema, huyu si mtoto wa kawaida, ni mizimu ya mababu imerudi kupitia mwili wake. Hivyo ndivyo Mwanamalundi alipokuja duniani, akiwa kama mkombozi na baraka kubwa kwa watu wa Mwanza. Kutoka siku za utoto wake alidhihirisha kwamba Mwanamalundi hakuwa mtoto kama watoto wengine. Alikuwa na nguvu zisizoweza kuelezeka kwa maneno. Alipokuwa na umri wa miaka 7 tu, alijaribu kuinua jiwe kubwa ambalo wanaume wa kijiji walikuwa wakitumia kama alama ya kudhihirisha nguvu zao. Kila mmoja alikwenda pale kwenda kuonyesha uwezo wake. Basi ukilinyanyua jiwe lile, ulionekana wewe ni shupavu na mtu bora kabisa katika jamii. Bila shida yoyote aliweza kulinyanyua lile jiwe juu ya kichwa chake, kana kwamba alikuwa amebeba jani la mgomba. Wakati mwingine alipokuwa na miaka 12, kundi la fisi walivamia kijiji usiku. Watu walijifungia ndani kwa hofu, wakisikia milio ya wanyama hao wakali wakila mifugo yao. Mwanamalundi hakujifungia kama wengine. Alisimama nje akaangalia wanyama wale kwa macho ya moto, kisha akatoa sauti ya ajabu ambayo haikufanana na sauti ya binadamu wa kawaida. Kisha jambo la kushangaza liliweza kutokea. Fisi wote walitulia kimya, wakainama chini kana kwamba walikuwa wakimtii, kisha wakageuka na kutokomea mistuni. Wazee wa kijiji walishangaa. Mwanamalundi alikuwa na uwezo wa kuzungumza na wanyama. Miaka ilivyozidi kupita, Wajerumani waliingia katika ardhi ya Tanganyika. Walileta mateso na dhuluma. Walilazimisha watu wa Mwanza kufanya kazi kwa nguvu, wakichukua ardhi zao na kuwatumia vijana wa kijiji kupigana vita wasivyojua hata chanzo chake. Mwanamalundi alichukia sana kuona jambo hili. Siku moja askari wa Kijerumani walifika Kasamwa kuchukua wavulana wa kijiji kwa nguvu. Wazazi walilia, dada na kaka walijificha vichakani, lakini askari walikuwa na bunduki. Hakukuwa na mtu wa kuzuia hali hiyo isipokuwa mmoja. Mwanamalundi alisimama katikati ya barabara, kifua wazi, akiwatazama askari wale kwa dharau. Ondokeni, aliamuru kwa sauti nzito. Askari walicheka. Mtu mmoja atatusimamisha sisi, mmoja wao alisikika akisema, kisha akanyakua bunduki yake na kumlenga. Simulizi zinasema kwamba alipofyatua risasi yake, kitu cha ajabu kilitokea, kwani risasi ilimgonga Mwanamalundi kifuani, lakini badala ya kuingia mwilini ilidunda chini kama ilipiga mwamba. Askari walipigwa na butwaa. Kabla hawajaelewa kilichotokea, Mwanamalundi alikuwa ameshaluka juu kwa kasi isiyo ya kawaida, na kwa mkono wake mmoja tu alimpiga mmoja wa wale askari na kumrusha mbali kama mtu aliyeshika kipande cha jani na akakirusha. Wengine walikimbia kwa hofu wakijua wamekutana na mtu wa ajabu. Jina la Mwanamalundi lilianza kutajwa kila mahali. Wenyewe walisema huyu ni simba wa Mwanza, mtu aliyejeruhiwa na risasi lakini hakufa, mtu aliyewatia hofu Wajerumani. Zilikuwa simulizi nyingi kuhusu Mwanamalundi, nyingi zikiwa ngumu kuamini, lakini zikitajwa na mashahidi waliokuwa hai kipindi hicho. Wajerumani hawakuishia hapo, basi wakafikiria njia nyingine ya kumtokomeza Mwanamalundi. Wajerumani waliposhindwa kumkamata kwa nguvu za kawaida, waliamua kumtega. Walituma mpelelezi kumlagai aingie ndani ya kijiji kimoja kilichokuwa kimezingirwa na askari. Mwanamalundi aliingia.
walimrukia kwa pingu na kamba, lakini kabla hata hawajafunga mikono yake, upepo mkali ulivuma ghafla. Vumbi likaziba macho ya kila mtu. Sekunde chache baadaye walipotazama tena, Mwanamalundi hakuwepo. Habari zilienea kuwa muda ule ule alionekana mbali kwenye kijiji kingine akitembea kwenye mto akiwa hana hata jeraha wala hofu. Lakini siku nyingine wanakijiji walisema Mwanamalundi alikuwa na uhusiano mkubwa wa kipekee na simba. Siku moja Wajerumani walimvamia usiku. Walipofika kwenye pango lake, walikuta simba 4 wakilala mlangoni. Macho yao yaling'aa gizani. Waliposogea karibu, simba hao walitoka na kuanza kuwafukuza, huku Mwanamalundi akiwatazama kwa tabasamu la bashasha na kejeli, bila hata kushughulika na kupigana na Wajerumani. Lakini visa vya Mwanamalundi havikuishia hapo. Msimu mmoja wa ukame ulipoikumba Mwanza, mashamba yalikauka na mifugo kufa kwa kiu. Wazee wa kijiji walimwendea Mwanamalundi wakimuomba msaada. Alisimama juu ya milima akaangalia anga, kisha akainua mikono yake juu na kusema kwa sauti nzito, "Maji ya mbingu, njoo." Watu wanasema ndani ya dakika chache mawingu meusi yalijikusanya juu, radi ilipiga na mvua kubwa ilianza kunyesha. Lakini visa vya Mwanamalundi havikuishia hapo tu. Baada ya miaka mingi kupambana na Wajerumani, Mwanamalundi alihisi mwisho wake unakaribia. Aliita watu wake na kusema, "Siku yangu imefika. Mimi si kufa, bali narudi kwa mizimu ya mababu." Siku ile jioni upepo mkali ulivuma, ngulumo zikapiga na vumbi likaziba macho ya kila mtu. Walipoweza kuona tena, Mwanamalundi alikuwa ametoweka. Hakuna aliyewahi kuona mwili wake. Wazee wa Mwanza wanadai kuwa hadi leo hakuna aliyewahi kuona mwili wake. Jina langu naitwa Paul Kanuti, Mbantu mwenye Bantu wake.